Ehe. Bwana unatumiwa kwa kesi hapa kuua mkeo na mwanao. Je, hii kesi ipo vipi? Labda unaweza kutuelezea. Mimi nilikuwa na kiakiba changu ndani. Ndio. Na hicho ndio kilichopelekea matatizo yote. Ndio. Hicho kiakiba nilikihifadhi. Ndio. Ilikuwa kwenye bajeti yangu kubwa sana. Ile bisibisi nikaamua kuwatoboa wote wawili. Iko hivyo mheshimiwa. Sasa ina maana shilingi 100, si ndio? Shilingi 100. Umemuua mkeo, umemuua mtoto wako. Shilingi 100 ina thamani juu kwa watu uliowapoteza. Yaani wale kosa lao ni kwamba wamefanya kitu bila kunishirikisha mimi mwenyewe mhusika. Hivi unajua kwamba umepoteza nguvu ya taifa? Umemuua mtoto wako. Shilingi 100 ina thamani juu kwa watu uliowapoteza. Yaani wale kosa lao ni kwamba wamefanya kitu bila kunishirikisha mimi mwenyewe mhusika. Hivi unajua kwamba umepoteza nguvu ya taifa? Nguvu ya taifa ni mimi niliotafuta hiyo. Sawa, hata wewe nguvu ya taifa, lakini wewe ni bora zaidi kuliko wewe. Umeona? Na sio kama nakudharau, lakini tambua wale ni kijana, yule ni mama. Unaelewa? Sasa shilingi 100 umewachoma visu, umefanyaje? Umeua kabisa, yani baadhi umeua kabisa. Unajiamini nini kwanza kwa mfano? Kwani wamekufa kweli? Ndio wamekufa. Stop hapo. Sasa mimi ninachokiona, wewe bwana ondoka. Kesi yako tutakupangia mpelelezi, tutakufuatilia. Lakini kwa sasa hivi wewe ondoka. Bwana wewe unatumiwa kwa kesi ya kuua mnyamapori.